ore elimu wangara kingena bashila takara ngara tanga jiji nikiyeweke elimu naleng nerisala rawesa lemera saa 11 ibunga ngara nele ndebesi nyibunga ngane lo shila misingi etwagara na mararokyo na ngai na dotar katawoni na kururu rebo yatu na utajar katawai na utajar moronyi. Tuzungumza kwanza swala la maji. Mheshimiwa Mbunge, hapa kuna shida kubwa sana ya maji. Kuna shida kubwa sana ya maji. Hapa maji haipatikani. Oldonyo Media. Habari karibu nawe. Mbunge wa jimbo la Monduli Mheshimiwa Joseph Isaac Kopiriano ameahidi kuendelea kusimamia maslahi ya wananchi kwa kuhakikisha changamoto zinazowakabili zinapata ufumbuzi kupitia utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mbunge Kopiriano ametoa kauli hiyo wakati wa ziara ya kukagua miradi ya maendeleo katika kata ya Silalei, ambapo alitembelea vijiji vya Oltukai na Silalei na kusikiliza maoni pamoja na kero zinazowakabili wananchi. Miongoni mwa kero zilizowasilishwa ni pamoja na uhaba wa maji safi na salama katika vitongoji vya Rasi Kanisani, Ndepesi na Oltukai, ambapo wananchi walisema wanalazimika kutumia maji kutoka kwenye mabwawa yanayotumiwa pia na mifugo, hali inayohatarisha afya zao. Wananchi hao pia waliomba serikali iharakishe usajili wa shule shikizi na kuzipatia walimu, wakieleza kuwa wanafunzi hulazimika kutembea zaidi ya kilomita 10 kufuata masomo, jambo linalochangia uchovu na kushusha kiwango cha umakini darasani. Akijibu hoja hizo, msimamizi wa maji William Monduli, mhandisi Msaki, akijibu hoja hizo hasa za maji, mhandisi Msaki amesema kuwa ifikapo mwisho wa mwezi Julai mwaka huu, baadhi ya vitongoji vitaanza kunufaika na huduma ya maji kupitia mradi unaotoka wilayani Babati kupitia Oltukai, huku karabati wa mabwawa ukiendelea ili kupunguza adha ya upatikanaji wa maji. Kwa upande wake, afisa elimu wilaya Monduli aliahidi pia kufuatilia na kusimamia mchakato wa usajili wa shule shikizi pamoja na kuhakikisha hatua zinazostahili zinachukuliwa ili kupunguza umbali wanaotembea wanafunzi na kuboresha mazingira ya utoaji wa elimu. Sehemu hiyo ilikuwa sehemu ya utaratibu wa mbunge wa jimbo la Monduli Mheshimiwa Isaac Joseph Kopiriano kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kusikiliza changamoto za wananchi kwa lengo la kuzitafutia ufumbuzi kwa kushirikiana na viongozi na wataalamu wa serikali. Ikumbukwe ziara ya mbunge wa jimbo la Monduli Mheshimiwa Isaac Joseph Kopiriano maarufu Kadogo, katika ratiba ya ziara hiyo ni pamoja na kutembelea miradi, kwa shukuru wananchi, kusikiliza kero na kupokea maoni au shauri, ambapo ilianza tarehe 10 ya mwezi wa 7 hadi tarehe 20 ya mwezi wa 7 mwaka huu. Hii ni Oldonyo Media, habari karibu nawe. Lakini nataka nizungumze machache, na leo niko na wataalamu. Ziara yangu hii ni ya kiserikali. Sawa sawa? Ekidoniko? Natembea na wataalamu ambao wanalipwa mishahara kwa kodi zenu, ili wasikilize, na yale ambayo wanaweza kuyatatua hapa wayatatue, na yale ambayo ya kupeleka serikalini mimi nayapeleka kwenye bunge ili msikie. Si mnasikia nikiuliza jamani? Au msikiaje? Mnaona mimi sikwenda kulala pale, nimekwenda kuwakilisha. Ndio wala nimekwenda kuwakilisha. Hapa la ndio mwenyekiti wa kijiji kwenye mlima kule. Na wala ina mara atailabu ni wenyewe nilangaki ya Oldonyo. Aka ndo nyamenegiri. Enegiri. Na hiki likino ni nakio ni bamurana. Ndio kanyare dere la bayo. Ndio na ewe ule ndio siasa. Hamna roki ndato ngana limonduli. Teno ro ngani asebara ndio siasa na bekela le rongani. Era ro ngani wegere ngoru, mayongoro ndo ngani. Onduli woye. Anaka mene ndio ro ngana. Ni dere ndo era ro ngani ngoru ro ngani. Amare ndo na balonga ndang. Ari abasina na ndo ila na enewe ya culture. Onda sadi aba ayina shune dumunya ro ngani. He ndio meldu aporo. Sakal chobo masimena onda sadi aba. Menda hiyo Rebeka, mwenyekiti wa kijiji, si akina mama. Lakini mmegawana viplot, hasa hata wakitengeneza control. Neri, neri. Aremerake. Na ndio kinda nigrara, amiara rangani. Nakuja kutembelea, niliwaambia nakuja kutembelea. Nione eneo mliowaachia akina mama ni kiasi gani. Monduli oye. Mimi ni mtu wa kusema ukweli. Na ni mtu wa kufuatilia. Sasa nimewaomba muitishe serikali zenu za vijiji, kuwaomba wenye vitu wa vijiji waje wawasomee, na wataalamu wako hapa wa halmashauri
wa halmashauri na afisa ardhi yuko hapa na atatuambia walete ramani ya maeneo ya malisho kwenye mikutano mikuu, na mtoke kwa wingi huu muangalie hii ipo mbona tumesikia kuna mtu fulani yuko amepataje, tupe taarifa amepataje. Ndio niko mnayo mamlaka. Nataka niwaambieni leo kitu moja mjui, mnayo mamlaka ya kumuondoa mwenyekiti madarakani. Nyinyi hivi mnajua hilo? Mnajua hata wale yangu redio dada eneo la ina ambalo walio mbele ngulugoni, mnaitisha mkutano mkuu maalum, mnasema hatumtaki kwa sababu zifuatazo: eneo letu la malisho iliyoko mahali fulani imeuzwa bila utaratibu, eneo letu iliyoko mahali fulani imeuzwa bila utaratibu. Unaleta pale kwenye chama, anakuja DC hela, na mimi niko abiga loshoro ngano urumogro gebe kubwa kama sasa ni ndo agent wa katibu wa chama lake sukumia Ikulu na DC na sukumia. Nikiona ameshindwa, nikisimama kwenye kile kioo namwambia Mheshimiwa Waziri, nataka kujua ni lini serikali itakwenda kuhakiki maeneo ya malisho kwenye maeneo yafuatayo 1, 2, 3. Watatoka TAMISEMI watakuja. Mekembonga. Ndio mbona? Nimeanza hiyo safari, na hiyo safari maiboga lungana maiboga ngarimu. Naanza hiyo safari. Na nimewapeni nyinyi mwanzo. Mkishindwa mkiruhusu, basi naenda hiyo ruhusu. Ndio. Mungu awabariki. Sasa naomba niwaite wataalamu. Jamani, si nimeongea kutosha? Natendenganye naye. Nawapenda sana na najua na nyewe wengine mnanipenda. Agerila la maana finalen agerila iba. Nada shida. Mimi sio malaika, napendwa na wachache, napendwa na chukiwa na wengi. Na ikiti tungana lenga ori eboye bandama nikiti tungana ori hali rohana na le tenire halungani maruma ngada na robiunye nikirele dabala yele baba de gayake ore elimu wangara kingena bashila ragara ngara ranga jiji nikiyewege elimu na le neri sala rawe sala mara saa 11 ibunga ngara nele ndebesi nyibunga ngana lo shila misingi kera na shila lo ngara yifikiria na ga engusomele refikiria na ga ya na uri beshukunye anake ngwana la barwa la ka ba ka tawni nikide rongole ko bahana le nikide ko sala maganda uroye kide ko na la yele yore yo ganda hendo monore no iru bende besi na kero yele no ho yo en kure ngare ara na baga go ko la ka ka tawni nike ko na no lo itu goshi elimu angara misome ngara ichekechea misome ngara ye misingi amebaya shule misingi na baya rua aya kuba kine ndo kana fikiria arera anauri ejukunye anauri lo rai ka tawni ashana lete ndio rokulo yo kala yele yo rale rokiyo esipa kiara ilosina amor kunga nengo esilale kweli na kula tungana etwagara na mara rokyor na kai na dotar ka tawni na gururu rebo yatu na utajar ka tawai na utajar moronyi na utajar lejugo ne gwabu na nje ko kiro na yo kisibirari ni ya kan kare chafu yo kiroro na sepa yo kiroro amero na utagira kan tawni ma kare chafu kiara ilosina lankare mi kiara kare kiara ilosina roko kimba jana rok na yo sura ne jake akare chafu na sepa ko liko kirena ndai yo ke lasina ke yar ganna illa wono iragi silale yasana ka men ke nyara kanu ke nyei yalla rikoni ira yasana digro roko ai kelege kenyari wa kenya oloini kero kenyeke baka mai lasina kero hono na shile de merigara male kai sana kero ni yo ya mandai kama na sai je yo roma di yo la baba niki da baki so mankara be mero ni ramanda yana yo mama na ro ni masina lesla lepi to hono enyi randa ki yo ka sana la di kwa pa kara ni kiro ikitiate nena sana ke yo ka sana. Mimi kwa majina naitwa Saruni Lemongo, mkazi wa kijiji cha Islale kitongoji cha Rasi kanisani. Kwa hiyo mimi ni mkazi wa hapa na hawa mama tazungumza kwao walizungumza
walizungumza kwanza swala la maji. Mheshimiwa Mbunge, hapa kuna shida kubwa sana ya maji. Kuna shida kubwa sana ya maji. Hapa maji haipatikani. Watu wanatumia maji yaliyopo kule kwenye bwawa ambayo ndio ng'ombe wanakunywa kule, ule wanyama, kila kitu, uchafu wote inarundikana kule. Sasa huyu mama alikuwa anazungumzia, anasema kila akienda hospitalini mtu akiugua hapo, akipimwa wanaambia mnatumia maji machafu. Na maji yamekuja hapo sasa hivi pale Kanjo. Kwa hiyo ombi letu kubwa tupate maji safi yafike huko Islalei. Maana unajua kila mahali sasa hivi ukisimama kila sehemu utasema maji hapo Islalei, maji hapo Islalei. Hata robo moja watu wa Islalei hawajatumia hayo maji. Nawaambia ukweli kabisa, hata robo moja. Maji hapo tu pale pembeni ya barabara. Ukija huku ndio kuna watu, huku ndio Islalei kwenyewe. Huku bado kilomita nyingi sana ndio ufike mwisho wa Islalei. Kwa hiyo yale maji bado hapo mbali mno. Swali lingine la pili ambalo nilizungumziwa hapa ni swala la shule. Sasa hivi hapa unapoona, hapa sasa hivi tunaposimama, hii sasa hivi na miaka miwili, zaidi ya miaka miwili. Hii tumeweka hapa mwaka 2020 na sasa hivi 26 kabla ya uchaguzi. Ndio tukaweka hii. Hii shule tangu mwaka 2004 tukajenga ikawa shule ya chekechea. Haya majengo yote unayoona ni nguvu za wananchi. Pamoja na unakuta wafadhili saa nyingine unamkuta yeye anasema leta hiki na sisi tunaleta hii na yeye anaweka hii. Lakini kitu inayotufanya hapa tulie sana, Mheshimiwa Mbunge, hapa kuanzia mwaka jana tukaanza kuomba, tukaandika barua ofisi ya kijiji, tukaomba fedha kwa ajili ya kujenga hii nyumba ya walimu na sisi tutoe hela yetu, lakini hakuna kilichofanyika mpaka leo. Yaani kwa hiyo leo hata wananchi wangefurahi kabisa, maana kila tukikaa kwenye kikao hapa tunaambia mfumo ndio mbaya. Sijui mfumo gani huo. Maana hiyo nakuambia ukweli kabisa. Kila tukikaa mfumo mbaya. Mfumo mbaya mpaka leo. Ikawa sasa sisi hapa tunalia, tunasema hivi kwa nini tunafanya hivi? Usifikiri tu hii sasa hiyo hao wananchi waliochanga ile hela. Sio tu kwamba wamechanga kwa namna gani. Wameona hakuna, hawasaidiwi chochote hapa. Tukaamua acha tuchange hela yetu, tujenge. Tukipata mtu atakayetushika mkono, atusaidie. Kwa hiyo tunakuomba Mheshimiwa Mbunge, ili jengo utushike mkono, tumechanga fedha zetu, tusaidie lijengwe na lipauliwe, tupate mwalimu. Hii shule sasa hivi imesimama kabisa. Hapa hii shule kuna zaidi karibu watoto 100 wanasoma hapa. Lakini mpaka sasa hivi watoto hawasomi tena. Kwa sababu imefika hatua kila siku ni michango, wazazi wanalipa mwalimu kila wakati wazazi wakachoka. Hata leo ni siku ya masomo hapa, sasa hivi huwezi kuona mtoto akisoma hapa. Na kutoka hapa mtoto anatembea zaidi ya kilomita 10 kwenda na kurudi kufika shule ya msingi ya Silali. Na hapa kila mtu anajua hapa tupo katikati ya wanyamapori. Hapa kusema ule ukweli, watoto wanaamka hapa saa 10 usiku. Saa 10 usiku ndio watembee mpaka wafike shule ya msingi ya Silali. Saa 1 saa 2. Sasa wewe ukifikiria hiyo sasa mtoto akitoka hapa saa 10 usiku, si Mungu tu ndiye anasaidia huko. Kwa hiyo tunakuomba sana Mheshimiwa Mbunge, utusaidie sana swala hili la shule, maji na pia barabara. Hii barabara imeshachoka ni muda. Na pia swala la umeme. Umeme ni maendeleo. Umeme imefika pale katikati. Imeshinda kufika huko. Tuneni kwenye mkutano sasa. Majina. Kwa nini mkutano ni hapa? Jina langu naitwa Saruni Lemomo. Nimepokea. Nitaenda kuwajibu. Mimi ni mwenyekiti wa CCM tawi la RC kanisani. Haya, twendeni. Kwanza nikianza na Oltukai. Mheshimiwa Mbunge, ni kweli maelekezo yako kupitia Mheshimiwa Diwani kwamba kuna maji yako Minjingu pale, kuyafuatilia tuone namna bora ya kuyapeleka katika kijiji cha Oltukai wakati tukisubiri huu mradi mkubwa wa serikali kutoka Silali kwenda Oltukai. Mheshimiwa Mbunge, tulifuatilia na tukaonana na uongozi wa Manyara na wameshatupa kibali cha kuchukua ule mradi wa maji na tayari tumeshaanza ujenzi, na mpaka sasa hivi tuna kilomita 3 za bomba na wiki hii kilomita 7 zitaingia. Mheshimiwa
Mbunge, ni waahidi watu wa Oltukai ifikapo mwisho wa mwezi huu wa 7 kijiji cha Oltukai pale kijijini watapata huduma ya maji. Nikuhakikishie kazi hii tunaiweza na tuko kwa ajili ya kuifanya. Mheshimiwa Mbunge, kupitia mradi wa maji ule pale Kanjiro, katika mwaka huu wa fedha serikali imetutengea shilingi milioni 160 kwa ajili ya kuchukua maji pale kuyaleta Endepesi kupitia RC kanisani mpaka Oltukai. Kwa mujibu wa ile fedha ile itaweza kufikisha hapa Endepesi. Usudi mwaka ujao wa fedha tuweze kubajeti tena yawe maji yale yaweze yakafika mpaka Oltukai na mpaka ile shule shikizi. Na ni waahidi wananchi wa RC, na Mheshimiwa Diwani juzi siku ya Mwenge alinong'oneza akaniomba tuangalie namna ya dharura kwa ajili ya wale wamama wa pale RC waweze angalau kupata maji wakati tunasubiri hii mpango mkubwa wa serikali. Mimi ni kuahidi Mheshimiwa Diwani, wataalamu wangu watakuja kwako, wapite pale waone angalau wataweke bomba ya nchi 2 au nchi 1, wananchi waache kupata huduma ya maji wakati tunasubiri mpango mkubwa wa serikali kuleta maji ya kudumu. Mheshimiwa Mbunge, kwenye swala la mabwawa, kwa kupitia wataalamu wa Bonde la Kati, mitambo ile yote ya mabwawa imeshakabidhiwa Bonde la Kati, na nikufahamishe Mheshimiwa Mbunge, wiki 2 zilizopita wataalamu wa mabwawa kutoka Wizara ya Maji walifika Monduli kwa ajili ya kuanza ukarabati ile bwawa la Nanja, na wakanihakikishia kwamba wana mabwawa 5 wanaanza nayo katika mwaka huu wa fedha, ikiwepo bwawa la Lolera, bwawa la Oltukai, bwawa la Ngososi, bwawa la Moita Bwawani na bwawa la Lemoti. Wakasema haya mabwawa ni makubwa, lazima wayajenge kwa kiwango cha kiserikali. Zinahusiana na masuala ya madarasa. Ni kweli Mheshimiwa Mbunge, serikali imeendelea kupunguza. Tuliona kabisa, ndio maana tulianza mfano na madarasa yale pale kwenye hii shule ya Oltukai, tumeenda kujenga vyoo pale Kesalei. Kwa hiyo tunaendelea kupunguza huo upungufu kwa kadri hela itakavyoruhusu. Naomba hilo, na sisi tutakuwa sema naomba kuwasilisha alafu ndio kaka. Alafu jambo la mwisho, ili swala la usajili katika shule 5 ambazo tulipanga kusajili mwaka huu mwezi wa 3, ilikuwepo na Ingusero. Hii hapo ilikuwa bado haijakidhi vigezo. Baada ya kupembua ikaonekana kwamba kuna upungufu wa darasa 1 tu kwa upande wa Ngusero. Wangejenga darasa 1 lile, basi ingekuwa rahisi kusajili. Sasa maelekezo ya Mbunge ni kama usajili. Kwa naomba tushirikiane na wananchi tukamilishe darasa 1. Ndio. Mbunge anasema tusajili. Sawa. Sawa Mheshimiwa. Naomba kuwasilisha.